Uhali gani tena mfuatiliaji na mtazamaji wa YouTube channel hii ya Habari 24 channel, ambayo tunazidi kukujuza na kukupasha habari pamoja na matukio mbalimbali yanayojiri kutokea kila kona ya dunia. Jiji la Moscow la Urusi limekabiliana na shambulio la ndege zisizokuwa na rubani, yani drones, kutoka Ukraine kwa awamu nyingi. Kwa mujibu wa meya wa jiji hilo, Sergei Sobyanin, aliripoti kupitia machapisho kwenye mtandao wa Telegram mapema asubuhi ya leo Jumanne. Angalau droni moja iligonga jengo la makazi kusini mwa jiji hilo, kulingana na picha kutoka kwenye eneo la tukio. Sobyanin alisema kwamba droni 5 za kwanza ziliangushwa kufikia majira ya saa 1 usiku, huku nyingine ikiangushwa takriban dakika 30 baadaye, ikifuatiwa na 3 zaidi kabla ya saa 2 usiku, zote zikiwa zikielekea katika mji mkuu wa Urusi wa Moscow. Kulingana na taarifa za awali, hakuna majeruhi au vifo vya watu vilivyoripotiwa, alisema meya huyo, akiongeza kuwa huduma za dharura zinafanya kazi katika maeneo ya ajali na hatua zote zinazohitajika zinachukuliwa. Majira ya saa 2 usiku, meya huyo aliripoti kuwa ulinzi wa anga uliangusha droni nyingine 10 zilizokuwa zikielekea Moscow kutoka pande mbalimbali, na kuongeza kuwa idadi jumla ya ndege hizo za UAVs zilizoangushwa kufikia angalau 19. Mojawapo ya drone ilianguka karibu na barabara kuu ya Kashireskoye kusini mwa jiji, kwa mujibu wa meya huyo. Ingawa hakutoa maelezo mengi, lakini picha zilizochapishwa na shirika la habari la Urusi la TASS zilionyesha kwamba drone hiyo iligonga ghorofa ya juu ya jengo refu la makazi, ikavunja madirisha kadhaa na kuharibu sehemu ya duka la maua. Viwanja vya ndege vya kimataifa vya Moscow vya Domodenovo, Sheremetyevo, Vnukovo pamoja na Zhukovsky vilisitisha kwa muda shughuli zao kufuatia shambulio hilo. Wiki hii Urusi inasherehekea miaka 80 tangu ushindi dhidi ya Ujerumani ya Kinazi katika vita vya pili vya dunia. Rais wa Urusi Vladimir Putin alikuwa ameagiza kusitishwa kwa mapigano kwa upande mmoja kwa muda wa siku 3 kuambatana na maadhimisho hayo, lakini rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alikataa kushirikiana, akisema kwamba Kiev haitakubali chochote chini ya usitishaji vita wa siku 30 bila masharti. Aidha, Zelensky pamoja na maafisa wengine wa Ukraine wametoa vitisho visivyo vya moja kwa moja kuhusu kulenga gwaride la kijeshi litakalofanyika Moscow mnamo Mei 9, ambalo litahudhuriwa na wageni wa kimataifa. Urusi imelaani kauli hizo na kuzitaja kama ushahidi kuwa Ukraine inatumia mbinu za kigaidi. Katika hatua nyingine, mashambulizi ya ndege zisizokuwa na rubani kutoka Ukraine yamesababisha vifo vya raia 3 katika mkoa wa Kursk wa Urusi, kwa mujibu wa kaimu gavana wa eneo hilo Alexander Kihisteny. Kupitia chapisho kwenye mitandao ya kijamii siku ya Jumatatu, gavana huyo alilaani uhalifu wa hivi karibuni dhidi ya raia uliofanywa na jeshi la Ukraine. Kihisteny alisema kuwa wanawake 2 walifariki baada ya gari lililokuwa na wafanyakazi 5 wa shamba la maziwa kushambuliwa na drone ya Ukraine ya aina ya First Personal View, yani FPV, huku wengine 2 wakijeruhiwa vibaya. Aliongeza kuwa katika tukio tofauti, mwanaume mwingine mwenye umri wa miaka 50 aliuawa na kifaa cha mlipuko kilichodondoshwa kutoka kwenye UAVs hadi kwenye gari lake. Kihisteny aliwataka wakazi wa mkoa wa Kursk kuwa waangalifu kwa uwezekano wa mashambulizi zaidi kutoka Ukraine na kuzingatia usalama wao. Mwaka jana, Kiev ililenga mkoa wa Kursk kwa uvamizi mkubwa na ikachukua baadhi ya maeneo ya mipakani ambayo maafisa wa Ukraine walidai wangeatumia kwa mbinu ya kujadiliana wakati wa mazungumzo ya amani ya baadaye. Jeshi la Urusi liliripoti kuwa lilikomboa eneo hilo lote mwishoni mwa mwezi Aprili, lakini Kiev ilisema operesheni zake za kuvuka mpaka bado zinaendelea. Hii ni Habari 24 channel, ambayo tunazidi kukujuza na kukupasha habari pamoja na matukio mbalimbali yanayojiri kutokea kila kona ya dunia. Tutazidi basi kukujuza zaidi na zaidi kile ambacho kinaendelea katika vita hii kati ya Urusi pamoja na Ukraine.